Musa alikuwa mvulana wa miaka 12 mwenye macho ya kina na tabasamu la ndani. Aliishi na wazazi wake na wadogo zake wawili, lakini kila siku alihisi kama mgeni nyumbani kwao. Hakuna aliyemkumbatia, hakukuwa na karibu nyumbani wala umesalimiwa shuleje leo. Mama alikuwa akimuona kama mzigo. Baba kila alipozungumza na Musa ilikuwa ni kwa sauti ya amri au ukosoaji. Saidi na Amina wadogo zake walipewa kila kitu: michezo, nguo mpya, hata muda wa hadithi. Musa alikuwa kivuli ndani ya nyumba. Lakini kulikuwa na mtu mmoja tu aliyemuona, mzee Kipara, mzee aliyekuwa akikaa kwenye kibanda cha zamani karibu na shule ya msingi. Watu walimuita kichaa, lakini Musa alijua ni mtu wa hekima. Musa alimwambia siku moja, huwezi kuchagua kuzaliwa, lakini unaweza kuchagua kuwa nani. Musa alianza kuandika. Kila usiku kabla ya kulala aliandika kwenye daftari la zamani hisia zake, ndoto zake na maumivu ya kimya. Aliandika insha kuhusu maisha ya mtoto asiyependwa na aliituma kwenye shindano la kitaifa la watoto wa shule. Miezi miwili baadaye, barua ilifika shuleni kwake. Musa alishinda. Alialikwa mjini kwenda kusoma insha yake mbele ya watu mashuhuri. Kwenye jukwaa akiwa amevaa shati safi la shule, Musa alisoma, sio chaguo langu kuzaliwa katika nyumba ambayo sipendwi. Lakini nimeamua kujipenda. Nimeamua kuandika ili kila mtoto anayeumia kimya kimya apate sauti. Watu walimshangilia. Walimu walilia. Hata waziri wa elimu alisimama kumpigia makofi. Aliporudi nyumbani, mama alisoma insha hiyo kwa machozi. Baba alikaa kimya kwa siku 3. Hatimaye alimuita Musa nje ya nyumba na kusema kwa sauti ya chini, samahani mwanangu, nilikuona vibaya. Musa hakujibu. Badala yake alimsogelea na kumkumbatia. Kuanzia siku hiyo mambo yakaanza kubadilika. Sio kwa ghafla, bali hatua kwa hatua. Musa alianza kupendwa. Akapewa nafasi, akasikilizwa. Na zaidi ya yote alijua thamani yake hata kabla ya watu kumdhamini.